Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 28 Desemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya watoto watakatifu wafiadini. Leo kanisa la wakumbuka watoto ambao mwinjili Mathayo amewataja katika injili yake. Hao waliuawa kwa amri ya mfalme Herode kwa sababu alimwangalia mtoto mfalme wa Wayahudi aliyezaliwa kuwa ni hatari kwa utawala wake. Huenda siku moja mtoto huyo angeweza kumnyang'anya ufalme wa Yudea. Kwa hiyo, ili asije akaupoteza ufalme wake, akawahi kuitoa amri ile mbaya. Ni mamajusi wale wataalamu wa nyota waliokuja mjini Yerusalemu toka nchi ya mashariki ili kumwabudu Bwana Yesu, ndiyo walioileta habari ya Yesu kuzaliwa. Kwa kuwa wataalamu hao hawakuijua njia ya kwenda Bethlehemu, walimwendea mfalme Herode kuomba msaada ili waelekezwe njia hiyo. Lakini Herode alikuwa hana habari bado ya Yesu. Walimu wa sheria walimweleza kwamba kijiji chenyewe ni Bethlehemu. Basi mfalme Herode aliwaomba mamajusi waende kumwabudu yule mtoto na baadaye wampe habari ya mahali alipo Yesu ili Herode naye aende kumtukuza. Lakini mamajusi hao walionywa katika ndoto wasimrudie Herode. Kumbe mfalme alipogundua kwamba wataalamu wa nyota walikuwa wamemhadaa, ndipo walipotoa amri ya kuwaua watoto wote wa kiume mjini Bethlehemu waliozaliwa tangu miaka miwili. Mwinjili Mathayo akiandika habari hiyo ameonyesha kwamba Herode hakumfahamu Yesu wala madhumuni ya kuzaliwa kwake. Yesu, kama alivyoeleza mwenyewe karibu na mwisho wa maisha yake, alikuwa hana haja na ufalme wa dunia hii, bali alitaka kuitawala mioyo ya watu. Sikukuu ya leo yatufikirisha kwamba hakuna mwanadamu awezaye kuubatilisha mpango wa Mungu. Zamani zile, Farao wa Misri alijaribu kuutangua mpango wa Mungu alipoamuru watoto wote wa kiume wauawe. Lakini hata hivyo, mmoja wao, yaani Musa, aliokolewa akawa mwokozi wa Wayahudi na kiongozi wao. Yesu ni mkuu kuliko Musa. Yeye ni mwokozi na kiongozi wa wale wote wanaotaka kumfuata. Kama vile Farao wa zamani, mfalme Herode naye alijaribu kumwondoa yule atakayeweza kuwa hatari kwake. Lakini kama vile Musa wa zamani, Yesu aliokolewa kwa nguvu ya Mungu, akawa mwokozi na kiongozi. Watoto watakatifu huheshimiwa kuwa wafiadini. Waliuawa kwa ajili ya Bwana Yesu. Hawakumshuhudia kwa maneno yao, bali kwa mateso na kifo chao. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Watakatifu wa Afrika tarehe 28 Desemba. Mtakatifu Theodori, mtawa nchini Misri. Watakatifu Kastori, Victor na Rogasian, wafiadini Afrika ya Kaskazini. Watakatifu watoto wafiadini, mtuombee.